I'm no longer a slave to fear. I am a son of God. There are many ways you can define slave, because even if I say I'm a servant, I'm still a slave. Bwana asifiwe. It's another synonym. Hata ukiangalia ukigugu utapata servant and slaves, minister, that means slave. But why did I say you are not? I said you are not slave because since we are sons, we have become sons, ndio? And then I said we are not slaves because we know there is something tunalipo baadaye, ndio? See, whenever people, nataka pia usikize hapa. Wakati umeenda kupelekea ama kuhubilia mtu, and sure tells him more about Jesus, not about hell. Amen? Because ukimwambia kuhusu hell, atatokelezea ndio, anaweza okoka. But why? Amekuja ndio kuwa kukombolewa kutokana na ile uoga ya kwenda hell. Bwana Yesu asifiwe. Ametokea ndio akombolewe. And how shall they know of him whom they have not heard? Unless somebody take it to them. Unless somebody tell them about Jesus. That's why they shall be converted. So it is when you hear Jesus, the good news. Come, Jesus aliambia the fishers of men. Come, I make you the fishers. Ama ao. Aliwaambia, come, I make you fishers of men. Uwezi tega samaki na uioshe hapo kwa hiyo maji. Bwana Yesu asifiwe. Ni utege samaki uiweke hapo kwa kikapu, enda nayo nyumbani ukaioshe huko. They know about hell later. Tell them about Jesus. Tell them Jesus loves them. Bwana Yesu asifiwe. Jesus will convert them. Allow the slave woman to die. The religion, the law it itself, allow it to die. It is a time for grace. Jesus said, I have come not to abolish. Sijakuja kuondoa sheria. Because Yesu angeondoa sheria, lazima angefulfill sheria. Galatians 4 bado inaongea about that. Ukianzia I think kuanzia 2-3-4 hapo. Yesu hakuja kuondoa sheria. Alikuja kutimiza sheria. Because if he could have removed the law, ingekuwa ni kama ameignore yenye Mungu alipeana. Bwana asifiwe. And because somebody needed to come and fulfill it. You know, one thing lazima uelewe is this. Mtu akikuja kwambie, unajua Mungu alikuwa Yesu alikuwa binadamu, you should not argue from that. Bwana Yesu asifiwe. Because we must agree in humanity and the deity of Christ. Ya kwamba lazima tukubali ya kwamba Yesu alikuwa binadamu 100% and alikuwa Mungu 100%. Amen. Because hangekufa akiwa Mungu. So wakati umekataa yeye alikuwa pia binadamu, umekataa kwamba alisulubishwa akiwa binadamu pale msalabani. Yesu angekufa akiwa Mungu ama Mungu angekufa akiwa Mungu. So incarnation inamaanisha kwamba converting ama kubadilika kutoka kwa umbo fulani mpaka umbo fulani. So yeye alikuwa umbo ya kiungu and then akakuja kwa umbo ya kibinadamu. Ndio wewe uweze kuwa tempted, lazima ukuwe binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wewe uweze kuwa tempted, lazima ukuwe binadamu. You cannot be tempted. Was Jesus tempted? Yes. You can't be tempted if you're not a human being. Lazima ukuwe binadamu. God could not be tempted as God. So ndio maana Yesu wakati alikuwa huko duniani, that's why shetani alipata chance ya kumtempt juu alikuwa binadamu na alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea kitu. So Jesus, you must, kuna vitu lazima ukubali because you will face, okay, Bwana Yesu asifiwe. Like I give an example like with baba wa boy, si ndio? Yeye amekuwa kwa Kiislamu, si ndio? They believe Jesus was just a prophet. Bwana Yesu asifiwe. I said they believe that Jesus was just a prophet. But in order for you to preach this person, to get him outside the religion,
Akikwambia Yesu ni binadamu and then you eat from it, si anaweza kushinda bado akutolea kwa Bible. But akikwambia yes, Jesus was a human being. Yes, he was. And he was God too. Amen? Amen. Because one, umemsupport na umemuonyesha pia he was God. Both of them. Because Mungu, uangalie vizuri, imagine God coming from heaven as a spirit and dies as a spirit. Do you know why the devil has never been destroyed? Shajiuliza kwa nini shetani hajamalizwa na Mungu? Because spirits don't die. Si ndio? Spirit don't die. So you have a spirit in you. Hiyo ndio unaambiwa eternal life. Spirit wanga ikufi. That's why the devil was not destroyed. So Mungu angekuja akiwa spirit and then akuje asulubishwe msalabani akiwa spirit na akufe. He needed a body. So God died as a human for our sins. There's something hitting in my mind. But I didn't want to say that because ni ngumu kidogo pia. Another praise Christians were still mentioned in Acts 26:28 atafungua and 1 Peter 4:16. That's where Christians were mentioned in the Bible. I had recorded that in my notes. So lazima tuelewe ya kwamba lazima tuelewe the difference between Christianity and religion. Where is religion leading you? Ama religion unakupeleka wapi na ukristiana unakupeleka wapi? Are you like Jesus? Because lazima tuangalie tuone huyu ni Yesu hapa. Everything even in the Bible. I said hata kuja na this one Bible, you tell me pastor in this chapter I'm not seeing Jesus. I'll tell you this is Jesus here. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema na kwamba naelewa Biblia yote. Pia mimi kuna mahali nafikanga inanikalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali nafikanga pia inanikalia and I need like nilikuwa nauliza another guy question hapa, nikamuuliza do you know why the Bible says in Exodus 20 verse 21 either 20:21 ama 21 verse 20 inasema wakati walikuwa wana Israeli walikuwa wanapanda juu kwenda kupata Mungu pamoja na Musa, waliambia Moses tunataka kujua huyu Mungu wako, si ndio? And then wanataka kwenda kumuona. And then ikifika hapo, wakati alifika pale, Moses anasemanga and God was surrounded with a great darkness. Bwana asifiwe. He was surrounded with a great darkness. Sasa nilipofika hapo nikajiuliza, how can God be surrounded with the darkness and he is light? And in him you cannot fight darkness. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unashajiuliza hiyo swali. How can God? I was asking myself, how can God? This is great darkness. But is when that means a cloud. Thick cloud, black cloud. Bwana Yesu asifiwe.